Ni kwa mara nyingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa ili tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Kuna kitu ambacho kimetokea kinamhusu rais wa Marekani Donald Trump na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu Irani. Rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia vibaya sana kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kufuatia kauli zake kuhusu mgogoro unaoendelea kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran. Kuna kauli ambazo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliweza kuzitoa kuhusu mgogoro ambao unaendelea kati ya Marekani, Israel pamoja na Iran, na kauli hizo kwa namna moja ama namna nyingine hazijampendeza rais wa Marekani Donald Trump. Ndio maana amemshambulia vibaya mno kwa maneno makali kuliko kawaida. Taarifa inaeleza kwamba rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kufuatia kauli zake kuhusu mgogoro unaoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran. Kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump alimkosoa Merz akidai kuwa anaunga mkono Iran kuwa na silaha za nyuklia. Haelewi anachokizungumza. Kama Iran ingekuwa na silaha za nyuklia, dunia nzima ingekuwa mateka, aliandika Trump, akiongeza kuwa hatua anazochukua sasa dhidi ya Iran zilipaswa kuchukuliwa zamani na viongozi wengine. Aidha, Trump aliikosoa Ujerumani kwa kile alichodai kuwa ni kudorora kwa hali yake ya kiuchumi na uongozi. Kauli hiyo ya Trump imekuja baada ya Merz kusema kuwa Marekani imedhalilishwa na uongozi wa Iran, akisisitiza kuwa Iran ina nguvu zaidi kuliko ilivyotarajiwa, huku Marekani ikikosa mkakati madhubuti wa mazungumzo. Wakati huo huo, Trump ameendelea kuzikosoa nchi za Ulaya kwa kusita kuisaidia Marekani katika mgogoro huo, hasa baada ya Iran kufunga kwa kiasi kikubwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha takribani 20% ya mafuta ya dunia. Kwa upande wake, Kaja Kallas alisema mapema kuwa Ulaya haina nia ya kuingia katika vita visivyo na kikomo, ingawa maslahi yake yako hatarini. Aidha, afisa mmoja wa Ujerumani alionya kuwa kauli za Merz zinaweza kuongeza mgawanyiko kati ya Marekani na Ulaya, akisisitiza kuwa diplomasia inahitaji tahadhari katika matamshi ya hadharani. Hata hivyo, Merz si mgeni wa kuikosoa Marekani. Katika mkutano wa Munich Security Conference, aliwahi kusema kuwa dunia haiwezi tena kutegemea uongozi wa Marekani, akionya kuwa uhuru wa kimataifa uko hatarini. Mwisho taarifa jinsi ambavyo inaeleza. Sasa hiki ambacho kinaendelea hapa ni bifu kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kansela wa Ujerumani bwana Friedrich Merz, na bifu hili linachagizwa zaidi na maneno ambayo yanatoka upande wa Ujerumani kwa kiongozi wake huyo ambaye ni kansela, akiituhumu Marekani, lakini vile vile akisema kwamba uongozi wa Marekani umedhalilishwa vibaya na Irani kwenye vita hivi, na kwamba Irani limekuwa ni taifa ambalo lina nguvu kubwa na limeidhalilisha Marekani kwa kiasi kikubwa sana. Ilidhaniwa kwamba ni taifa la kawaida katika masuala ya kijeshi, lakini limekuwa ni taifa hatari kwa kuonekana kwamba Marekani imekosa mpango wa duru ya mazungumzo kati yake pamoja na Irani ya kutafuta mustakabali wa amani kati ya mataifa hayo ambayo yamekuwa katika msuguano kwa zaidi ya miaka 40 hadi kufikia hivi sasa. Bwana Merz alianza kuikosoa Marekani mapema kabisa mwa mwaka huu kwenye mkutano wa Munich Conference uliofanyika pale Ujerumani, na katika mkutano ule alisema kwamba kwa hivi sasa dunia haiwezi tena kutegemea uongozi wa Marekani, akionya kuwa uhuru wa kimataifa uko hatarini kutokana na mambo ambayo yanaendelea kwa hivi sasa. Ukiangalia vizuri, kitu ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekizungumza, amemtaja kwamba huyu Friedrich Merz haelewi anachokizungumza, na amesema kwamba hiki ambacho anakifanya hivi sasa au Marekani anakifanya kwa Irani ilitakiwa kifanywe na viongozi wengine ambao walikwisha pita wa taifa la Marekani. Hivyo yeye amekuja kukamilisha kile ambacho kilitakiwa kiwezwe kufanywa huko nyuma na viongozi wengine wa Marekani. Hivyo amesema kwamba hata Ujerumani yenyewe iko katika hali ya kuanguka kiuchumi kwa sababu hata viongozi wake hawajui ambacho anakizungumza kwa hivi sasa. Sasa mambo yanazidi kuwa mambo, huku mvutano ukizidi kuongezeka wa kauli za viongozi mbalimbali duniani wakipingana na rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya sakata la Iran. Sakata hili bado ni kubwa, hususani kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao
umepelekea kuyumbika kwa kiasi kikubwa sana soko la mafuta pamoja na gesi duniani, hasa bara la Ulaya. Kwa taarifa zaidi ni kuombe uendelee kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.